ni kutimiza ahadi ya milioni 40. Mheshimiwa Rais siku alitoa ahadi yake. Ahadi hiyo kiongozi wetu mkuu wa kiserikali ndani ya Ilala, ndugu Edward Mpogolo, ataizungumzia vizuri sana kwamba ilikuwaje, ikaendaje, ikafikaje. Mimi nilipoahidi kutoa milioni 40, si kwamba nilikuwa nazo, na niliwaambia ndugu zangu, si kwamba mimi tajiri, isipokuwa nina network. Naweza kwenda kulia, nikaingia mlango wa kushoto, nikaingia mlango wa kokote, milioni 40 zitakuja hapa tarehe 21. Nilipewa maiki hii kuisemea ahadi kwamba tumekuja kuitekeleza. Ya kwangu niliwaahidi siku ile, nimeiwasilisha kwa mheshimiwa mgeni rasmi 100%. Piga makofi mengi sana. Ongeza makofi. Naomba sasa nikabidhi hizi fedha. Unajua fedha zinaweza sababu na mimi wamenichangia wengi na mheshimiwa Kuri hapa. Unaweza ukazitamani ukaambiwa kule nyumbani kuna mtu anaumwa sio nini, gesi imeisha, alafu ukaona namna ya kuzitoa. Mwenyekiti, naomba nizikabidhi hizi fedha mapema. Na nataka zihakikiwe. Unaona Unaona naomba wanauliza tusimame wote kwa ajili ya kupokea mkiwa kwa heshima. Simame wanauliza kupokea mkiwa naomba tusimame. DJ, hizi fedha ni za kwenda kununua kiwanja. Fedha ni za chama cha ULIDA kwenda kununua kiwanja. Waandishi wa habari mshike vizuri. Ni fedha za kwenda kununua kiwanja. Zimechangwa na wadau. Walichanga, walitoa ahadi, wadau wametekeleza. Wametoa fedha. Na wadau wanashukuru kwa sababu mnaenda kumuunga mkono jitihada za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuwaletea watu maendeleo. Tunawashukuruni sana watu wote. Leo hii tumekuja hapa kwa mwaliko wa chama cha ULIDA, watu wa jamii ya Tarime ambao wametualika kwa dhamira yao ya kufanya mchango kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari, lakini pia sambamba na hilo kuhakikisha kwamba wanapata kiwanja. Leo hii sisi kwa kushirikiana na wadau wengine tumeweza kuwachangia zaidi ya milioni 40. Wamefanya jambo jema ambayo ni dhamira ya Mheshimiwa Rais kuona namna gani wanawaletea Watanzania huduma bora ya elimu. Licha kwa kwenye ukanda huu Mheshimiwa Rais ameleta zaidi ya bilioni 4 na milioni 600 katika kujenga shule ya sekondari ya Kitunda Relini. Lakini na wao wameonyesha jitihada ya kutaka kujenga shule. Na leo hii wameweza kupata fedha kwa ajili ya kununua kiwanja. Hivyo mimi nitumie nafasi hii kuwapongeza sana watu wa jamii ya ULIDA kwa kuona umuhimu wa kuwa na vitu vya maendeleo. Lakini wito wangu ambao nimeendelea kuwapa ni jambo la kiuchumi kama nilivyowaambia. Wanapokwenda kujenga shule hizi za msingi pamoja na sekondari, wazingatie pia ni eneo la uchumi kwa jamii nzima ya ULIDA. Lakini sambamba na hiyo ni kujenga umoja na mshikamano. Na kitu kingine ambacho tumewasisitizia kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi. Sasa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Hivyo sisi kama serikali tutahakikisha kwamba usalama upo mzuri na vyombo vya ulinzi na usalama viko tayari. Hivyo wao wakae tu mkao kwa ajili ya shughuli za uchaguzi itakapofika mwezi Oktoba. Hivyo na wao wenyewe wamehakikisha kwamba itakapofika Oktoba kila mmoja ataenda kutiki. Hivyo wito wangu ni kuendelea kwa karibu nao, na sisi tumewaahidi watakavyoendelea na ujenzi kama serikali tutaendelea kuwa pamoja na kuwashika mkono. Mchungaji Jackson Nyende ambaye ni kiongozi, ni mwenyekiti katika kikundi hiki cha ULIDA. Kama ambavyo tulitanguliwa kuwaelekeza na kuwaambia kwa namna ambavyo kilianza, lakini pia kikundi hiki kina nia ya kuweza kufanya maendeleo yakiwemo kujenga shule. Na mkutano wa leo au harambee ya leo tumeifurahia, lakini pia viongozi tumeweza kuwashukuru hata kwa mawaida na kwa maelekezo na kwa namna ambavyo wameendelea kuwafungua watu masikio
na sisi tumeridhia kabisa na tuko pamoja nao, na tunaamini hata kwa wakati huu mgumu tunaokwenda katika uchaguzi, sisi tunaweza tukasema ni wakati ambao sasa ni wakati sahihi. Na tunawashukuru viongozi wote mliokuwepo, na tunawashukuru waandishi wa habari kwa namna ambavyo mnashirikiana pamoja na sisi, na kazi hii imekuwa ni kazi njema. Tunawashukuru sana katika hayo, lakini tunaomba taarifa, mtupelekee taarifa hata kwa ajili ya rais wetu wa nchi Samia. Tunampenda na tuko pamoja na yeye, na tuko kabisa kwa furaha, na tutamshika mkono, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mimi naitwa John Wambura Bina, rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji madini Tanzania, lakini pia ni mwenyeji wa mkoa wa Mara na ni Mkuria. Niko hapa Kivule katika chama chetu kinaitwa Ilitongo. Ilitongo kwa lugha ya Kikuria ni jamii, chama kilichokuwa na jamii ya watu wa Mara. Lakini tumekuja hapa kwenye fundraising kwa maana ya kuchangia mawazo ambayo ULIDA wanayo, lakini nimekuja na mawazo mbadala namna gani ULIDA itazidi kuwepo, sio kwa vizazi hivi tu, lakini hata kwa vizazi vinavyokuja. Jambo zuri ni lile ambalo linatokea au linaanzishwa na baadaye linaanza kwa udogo na baadaye linakuwa kwa ukubwa. Imani yangu mimi na uzoefu nilionao, nimepewa wanachama hapa, ninaona kitu fulani kwamba hii ULIDA inaenda sehemu fulani ambayo ina manufaa makubwa zaidi kuliko haya ambayo tunayaona kwa sasa. Na sisi Wakuria lazima tuseme wazi, ni watu ambao zamani tulikuwa tushirikiani, lakini kupitia ULIDA tunaanza kuona sasa Wakuria tunaweza tukashirikiana, tukazungumza sio tu kwa matatizo, lakini pia tukazungumza kwa faida. Na hicho ndio rai yangu kwa ULIDA, kwamba tutengeneze chama cha kijamii lakini chama cha kibiashara, ili mwisho wa siku ULIDA iweze kututoa matongotongo kwa pamoja tukikaa, kwa sababu naamini kwamba mkikaa watu 2000 humu, kuna maprofesa, kuna madaktari, lakini kuna wananchi wa kawaida, lakini kuna watu wenye vipaji humu, tutagundua vitu vingi sana hapa ULIDA, na ambavyo vitaenda kuipa faida ULIDA, na hatimaye hii jamii ilianzisha wazo hili likawa ni wazo kubwa zaidi kuliko hili ambalo wanafikiria sasa.